tunahitaji kwa Mungu yote yanawezekana. Tunampatanisha na neno lako ili Mungu anahitaji. Unapotufanya dhabihu labda una changamoto. Yesu asante wakati huu. Uliye hai. Baba, utendaji wako Baba mbinguni ukatawale anga hili kwa jina la Yesu. Nami nimesimama mbele zako Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Maana hiyo tabia Mungu nayo. Kila jambo ambalo unaona maana hiyo tabia Mungu nayo. Kila jambo ambalo unaona Hivi hawezi kujua ukoma ukoje. Kwa sababu wengi wanakulia mjini hawajawahi kuona wakoma. Lakini wale waliokulia kula ambako wameuona ukoma au walishawahi kuona wakoma. Ukoma wao unakata vidole vyote, yani unamharibu mtu. Na kulikuwa na hospitali maalum kama Nkorandoto kule. Sasa Naamani alikuwa ni mtu mkubwa kama ulivyo wewe mkubwa wa familia. Lakini unakuta wewe ni mkubwa lakini una tatizo. Huyo alikuwa ni mtu mkubwa lakini bado ukubwa wake haukuliondoa tatizo lake. Na alikuwa anaheshimiwa sana kwenye kijiji chake, kwenye nchi yake ya Shami ambao leo kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapatia Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita lakini alikuwa mwenye ukoma. Sasa kuna kitu ambacho nataka tukiangalie leo. Na ukoma una tabia ya kutokufichwa. Mtu akiwa na ukoma hawezi kuuficha. Sasa kuna mambo machache hapa inasema Biblia. Na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka katika Israeli. Naye alimhudumia mke wa Naamani. Mstari wa 3 akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angeponywa ukoma wake. Hatua ya pili. Hatua ya kwanza tunaona Naamani alikuwa ni mtu mkubwa, alikuwa anaheshimiwa, alikuwa ni hodari, lakini alikuwa na ukoma. Hatua ya pili tunaona walikuwa wamechukua mtu kama mateka. Huyu mateka akawashuhudia, akamwambia amina. Kwa nini nazungumza hivi? Injili ilimfikia Naamani kwa kushuhudiwa mke wake. Mke wake naye akamwambia mume wake. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni hiki. Ninyi bila shaka mmekuwa kwenye huduma hii ya urejesho kwa sababu ya matatizo. Hamjaja tu kwa sababu ya amani. Mmekuja kwa sababu ya matatizo. Na matatizo hayajaanza leo. Yalikuwepo hata kabla ya Biblia. Lakini kitu kimoja cha kujifunza ni hiki hapa. Naamani pamoja na ukubwa wake, pamoja na cheo Samaria, angeponywa ukoma wake. Mstari wa 3. Binti huyu ndo alikuwa anashuhudia, akamwambia bibi yake, laiti bwana wako, mume wako, huyu mtu mkubwa anayeheshimiwa kwenye taifa, angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angeponywa ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka katika nchi ya Israeli amesema hivi na hivi. Amesemaje? Amesema kwamba ungelikuwa pamoja, kuna nabii kule Samaria. Yuko nabii kule Samaria. Sasa ili upone lazima uende. Bwana Yesu asifiwe. Ili upone lazima ufanye nini?
lazima uende. Hatua ya kwenda ni nama, ni wengi sana kwenye kijiji hiki. Wengine wako kwa waganga humo, wengine kwenye majumba, wengine wamekata tamaa. Tuliangalie neno hili. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu, kwa Kiswahili kingine, laiti mme wako angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko katolo pale, angeponywa ukoma wake, angeponywa ugonjwa wake, angeponywa miguu yake, angeponywa homa yake, angeponywa sukari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kazi yako lazima awepo mtumishi aliyewekwa. Ndio utaratibu wa Mungu huo. Mungu anaweka watumishi kama alivyotuweka, na anatupa vipawa tofauti. Kuna kitu kiko hapa nataka niwaonyesheni ili muelewe. Mimi nina huduma ya kuponya watu. Kuna kitu hapa nataka niwaonyesheni ili mpate. Sasa shida ni darasa langu la watu wazima halina daftari wala kalamu. Ni muhimu na nyie wenyewe bado mkiwa kwa Yesu ni vijana. Basi ndugu zangu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kwamba mlipomba hakuna mtu anenaye katika Roho Mtakatifu kusema Yesu amelaniwa, wala hawezi mtu kunena Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za kalama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi katika wote. Kwa hiyo kuna tofauti za karama. Wengine tuna karama za kuponya watu, wengine wanapaswa wasikie. Sasa ni kazi yako kila mmoja kumwambia ndugu yako, kumwambia rafiki yako kwamba uwezekano wa hilo tatizo kuponywa upo. Nataka tuangalie hapa. Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma watu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Na aje kwangu sasa, naye atajua. Kwa hiyo na kwenye nchi yake mpaka kwenye taifa la Israeli, lakini akafikia kwa mfalme. Alipofikia kwa mfalme, mfalme hakuwa na majibu. Alijua sasa hapa watu wanatuchokoza, mimi siwezi kuponya. Mbona huyu mtu amekuja na barua inasema kwamba sasa mtu huyo akifika mponye? Akasema mimi sasa naona hii ni vita, akachana nguo zake. Lakini nabii aliposikia akamwambia, mwambieni aje kwangu. Aje kwangu huyo Naamani, mwambieni aje kwangu, atajua kwamba. Kwa hiyo na ninyi lazima muamini. Sisi kuja hapa ni kwa rehema za Mungu tu. Mlipaswa ninyi ndio kuwa mnakuja. Amina. Na mara nyingi ndio hapo wapo watu wa Lulembela, wengine walishapanga kabisa. Wako hapo kanisani. Kwa hiyo kuona tunakuja hivi ni kumshukuru Mungu. Lakini mlipaswa ninyi wenyewe ndio kuwa mnasafiri Jumanne, Alhamisi kwenye maombi. Lakini tumeona tu kwa rehema za Mungu kwamba inapendeza kama tunaweza kuwa hizi ibada za katikati tunaweza kuwafikia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hatua inayofuata ni hii. Lazima uamini. Ndio ninataka nifungie hapo. Baada la salamu lazima karamu. Umesikia nini? Hamna daftari, hakuna mahali mnaandika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka sasa tusimame. Nilisema Jumapili tunakwenda kufanya maombi. Yaani hasa sasa hivi ndicho kitu kikubwa tunachodili nacho. Kupinga mabaya yote yaliyopangwa mwisho wa mwaka. Nimeona tufupishe hivi tuombe kwa sababu bado kuna kazi nyingine tena baada ya hii ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tukaombe kila mmoja hata kama hujui kuomba. Yaani hivyo hivyo tu. Unapinga mabaya yote yaliyokusudiwa mwisho wa mwaka juu ya maisha yako.
juu ya familia yako na mali zako. Mambo matatu: kupinga mabaya yote, hata kama utaomba kwa ukose, hata kama iwe ni kwa Kisukuma, ingawa najua Kisukuma ni kigumu zaidi kuliko Kiswahili, lakini ujitahidi kupinga mabaya yote yaliyokusudiwa tendeka. Asante kwa sababu wewe ni mtakatifu. Asante kwa sababu wewe ni Ebeneza. Tumesimama tena hapa, nimekuja nabii katika nchi hii kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya urithi wako, kuja kuyapinga kwa yeyote aliyepangiwa mabaya katika mwisho wa mwaka. Ninazuia kwa jina la Yesu mabaya yote yaliyoandaliwa, mabaya yote yaliyopangwa, ninazuia kuanzia sasa. Nazuia mabaya yote, nazuia mauti, nazuia magonjwa, nazuia kila ubaya katika kijiji hiki, nazuia laana kwenye kijiji hiki. Ninasimama nabii wa Bwana katika kijiji hiki, ninazuia mauti, ninazuia magonjwa, nazuia ushirikina, nazuia uchawi, nazuia uganga, nazuia laana, nazuia mabaya yote kwa jina la Yesu. Kukawe na nguvu, kukawe na baraka, kukawe na amani.